Asubuhi ya leo unastahili kupewa sifa. Asubuhi ya leo unastahili kupewa heshima na adama. Pokea sifa Bwana, pokea sifa mfalme wa falme, Mungu wetu mwenye nguvu. Pokea sifa asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako pale ulipo, fungua kinywa chako, mshukuru Mungu. Shukuru Mungu, mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa neema yake. Mwambie asante kwa upendo wake. Mwambie asante kwa matendo yake makuu. Ametulinda wiki nzima, ametulinda, ametupa chakula, ametupa amani, ametupa uzima. Mwambie asante kwa upendo wake. Mwambie asante kwa uaminifu wake. Mwambie asante kwa uwezo wake. Haja kupungukia, haja kuacha, amekuwa pamoja nawe. Mwambie asante, mimina sifa asubuhi ya leo. Mwambie asante. Fungua kinywa chako, mwambie asante. Mwambie na kushukuru kwa afya niliyoko nayo. Mwambie na kushukuru kwa jinsi ambavyo umenipigania, kwa jinsi ambavyo unanitunza, kwa jinsi ambavyo unanilinda, kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nami, umenitetea. Nasema asante. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Maanisha kabisa kumwambia asante. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Yes, yes. Fungua kinywa chako, mwambie asante. Mwambie asante, mwambie asante. Haja kuacha wiki nzima, amekuwa pamoja nawe. Mkono wake umekuwa pamoja nawe, uwezo wake umekuwa pamoja nawe. Alikupa mahitaji yako, mengine atakumuomba akakutendea tu. Mwambie asante, mwambie asante. Amekutendea tu kwa sababu ni mtoto wake. Mwambie asante. Mwambie asante. Una baba mzuri anayekupenda, una baba mzuri anayekujali, una baba mzuri anayekuthamini, una baba mzuri anayejua mahitaji yako, anayejua haja za moyo wako. Una baba mzuri anayejali, una baba mzuri anayekutetea, una baba mzuri hakukuacha, hakukuacha. Pamoja na kwamba kuna magumu ulikuwa unayapitia, kuna magumu ulikuwa unayapitia, lakini alikuwa pamoja nawe, alikuwa pamoja nawe, hakukuacha. Amekuwa pamoja nawe kukusaidia, kukutia moyo, kukufariji, kukuongezea nguvu. Amekuwa pamoja nawe, kukutendea makubwa. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Yes, we thank you Father, we thank you. Asante kwa neema yako katika jina la Yesu Kristo, amen. Hebu pigie Yesu makofi mazuri pale ulipo. Pigie Yesu tena makofi mazuri kabisa, makofi ya ushindi, makofi ya ushindi. Mtu mwenye furaha pigie makofi Yesu, makofi ya juu sana, makofi ya juu sana. Yesu yuko juu sana. Hebu pigie makofi yale ya shangwe ya juu sana, ya juu sana, ya juu sana, ya juu sana. Yes, shangilie kabisa maisha. Yes. Namshukuru kwa jinsi ambavyo amekuwa pamoja nami wiki nzima, amenipigania, amenitetea, amenisaidia, na ninamshukuru pia kwa ajili yako wewe ambaye pia amekutetea na kukupigania na kukulinda mpaka leo. Namshukuru kwa namna pekee kwa sababu kila jambo ambalo tunalomuomba analitenda kwa sababu yeye ni muweza. Haleluya, haleluya, haleluya. Pale tunaposikia kuchoka, Mungu anatuongezea nguvu. Pale tunaposikia kukata tamaa, Mungu anatufariji tena. Pale ambapo tunaposikia kuchoka, Mungu anatushika mkono, anatusaidia, anatuvusha tena. Haleluya, haleluya. Basi kipindi kilichopita tulikuwa tunajifunza kwa habari ya somo letu ambalo lilikuwa na ujumbe huu: utambue au ufahamu ulimwengu wako wa roho. Tambua jinsi ya kuutawala na jinsi ya kuutumia vile vile. Tukawa tumejifunza mambo kadha wa kadha. Tukaona kumbe mtu ni roho na Mungu ni roho, na kwa sababu hiyo Mungu anapotaka kuzungumza na mtu kuzungumza naye katika ulimwengu wake wa roho. Tukaona kwamba kumbe mtu wa rohoni huyajua mambo yote, lakini yeye hatambulikani na mtu. Mtu wa rohoni huyajua yote, lakini yeye hatambulikani na mtu. Tukaona Mungu anasema mara nyingi sana na watu, lakini kwa namna moja au nyingine watu wameshindwa kupata ujumbe uliokusudiwa au kile ambacho Mungu anakisema, anachowaambia, kwa sababu ya kukosa ufahamu wa mambo ya rohoni. Kwa sababu hiyo neno la Mungu linasema kwenye Yeremia ile sura ya 3 mstari wa 15 ya kwamba atawapa ninyi wachungaji wanaompendeza moyo wake, ambao watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu.
Bwana Yesu asifiwe. Pale kwenye Hosea 4:6 anasema kwamba watu wake wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini kwenye Yeremia 3:15 anasema atawapa wachungaji wanaoupendeza moyo wake ili wawalishe kwa maarifa na ufahamu. Haleluya. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha msingi sana kwa mtu ambaye wewe unayesema unamjua Mungu, unapaswa kuuelewa pia ulimwengu wako wa roho vizuri. Ujumbe unapotolewa na Mungu kukufikia alafu ukashindwa kupata tafsiri yake ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujifunze namna ya kuinterpret, namna ya kuweza kufasiri zile jumbe za rohoni, vile vitu unavyoonyeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukasema kwamba tukafika kwenye kipengele cha ndoto, tukaona ndoto ni lango la roho. Ndoto ni lango la kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Mtu akiwa amelala usiku kwa sababu yeye ni roho, mwili unalala kabisa kwa sababu umechoka, lakini roho hailali. Roho imeumbwa kwa sura ya Mungu, inafanana na Mungu, hailali wala haisinzii kwa sababu ile ni roho. Kwa hiyo mwili ukiwa umelala, roho inaendelea na activities zake. Ndio maana mtu atakwambia nimeota nilikuwa naenda sehemu fulani, nilikuwa sehemu fulani, nilikuwa nafanya hivi na hivi na hivi. Yale anayoyazungumza ni yale aliyoyaona rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukumbuke roho ndio inayotia uzima mwili haufai kitu. Hata ukiona sasa hivi mimi nazungumza na wewe, nafungua macho, lakini labda roho ikitoka ndani, hata macho naweza nikashindwa kufungua. Kuongea sitaweza tena, kutembea sitaweza tena, kusimama sitaweza tena, kwa sababu ile roho iliyokuwa inaniwezesha kusimama imetoka. Ile roho iliyokuwa inaniwezesha kuongea imetoka. Ile roho iliyokuwa inaniwezesha kuona imetoka. Ndio maana ukiwa rohoni unaona, ndio maana ukiwa rohoni unasikia, ukiwa rohoni unaweza kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaendeleza hapo leo. Kama ni mwandishi uandike elewa maana za ndoto na misisitizo yake. Katika kuendelea kujifunza kwa habari za kufahamu ulimwengu wako wa roho, leo tunataka kuangalia ndoto na misisitizo yake. Nataka nikuhakikishie kwamba hakuna jambo lolote linalotokea katika maisha yetu ambalo Mungu hakutoa taarifa. Mungu ni mwaminifu. Kila jambo linaloendelea katika maisha yako anatoa taarifa. Iwe jambo zuri, iwe jambo baya, Mungu anatoa taarifa. Anaweza akatoa kwako au akatoa kwa mwingine ambaye ni mtu wa karibu yako. Lakini kwa sababu huwa hatuelewi maana ya ndoto, huwa tunachukulia kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kuelewa maana za ndoto na misisitizo yake katika maisha yetu ya kila siku. Nilikwambia hakuna mwanadamu asiyeota ndoto. Hakuna. Wanadamu wote wanapata ndoto. Na nataka nikwambie tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya, Mungu amefanya kazi na watu, akizungumza nao mara kwa mara kwa njia ya ndoto. Hata Yusufu kumchukua Yesu kumpeleka Misri alitokewa ndotoni. Na wakati wa kuambiwa arudi, Herodi ameshafariki, alitokewa ndotoni. Sasa inashangaza sana wanadamu wa leo kupuuzia mambo haya ya ulimwengu wa roho na kuona kwamba mambo ya ndoto ni upuuzi. Tumeharibiwa sana na mambo ya elimu ya dunia, kwamba ndoto zinatokana na shughuli nyingi za mwanadamu. Lakini leo nataka nikwambie, wakati tunaendelea kujifunza misisitizo hii ya ndoto na tafsiri zake, nitataka tuangalie aina za ndoto zilizotajwa kibiblia. Biblia ndio inayotufundisha kwamba Mungu anataka tufanye nini. Hatuna neno tunaloweza kujifunza nje ya hii, kwa sababu hii ndio katiba ya serikali ya mbinguni, ufalme wa Mungu. Kama tunajifunza na kama mimi nafundisha neno la Mungu, lazima nifundishe.
nikileta ya kwangu, hayo hayana nguvu. Lakini kama neno linatoka hapa, lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Hebu sema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Lafaa kwa mafundisho. Basi leo tutaangalia aina 3 za ndoto zilizotajwa kibiblia. Na hii itakusaidia sasa wakati utakapoota ndoto uweze kuifasiri sawa sawa. Na kuna mambo ya msingi ambayo nitakueleza leo, pia tabia za ndoto, na pia nitakuonyesha pia namna utakavyoweza kufasiri kwa kuangalia vitu mbalimbali, ikiwemo mandhari ya ndoto, wahusika, activities, matukio yaliyokuwa yanafanyika kule kwenye ulimwengu wa roho. Uliona nini kinafanyika, alafu tuweze kujifunza kwa pamoja namna ya kuweza kutawala na kutumia ulimwengu wa roho vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Basi kuna aina 3 za ndoto zilizotajwa kibiblia. Na aina ya kwanza ya ndoto iliyotajwa kibiblia ni ndoto inayotoka kwa Mungu. Ndoto zinazotoka kwa Mungu. Sasa ndoto zinazotoka kwa Mungu zinaleta ujumbe maalum. Ujumbe maalum. Hebu sema ujumbe maalum. Sema ujumbe maalum. Sasa ujumbe maalum huu unapoachiliwa na Mungu, mara nyingi unaweza ukawa na maelekezo ya namna ya kufanya huo ujumbe ambao umeletewa. Na ninaomba nitumie nafasi hii pia kutofautisha kidogo kati ya ndoto na maono. Maono mtu anaweza akaona akiwa ndotoni au akiwa macho. Lakini ndoto ni lazima uwe usingizini. Narudia. Maono mtu anaweza akaona akiwa usingizini au akiwa macho. Lakini ndoto lazima uwe usingizini. Sasa maono yanafunua mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maono yanafunua mpango wa Mungu juu ya mtu, juu ya familia, juu ya kanisa, juu ya huduma fulani, juu ya taasisi, yani inafunua mpango wa Mungu ambao upo kwa ajili ya watu fulani. Lakini mara nyingi yale maono hayatoi maelekezo, hayaonyeshi njia. Unaweza ukawa kila mara ukilala unajiona uko na viongozi wa nchi. Umekaa mnakunywa chai, mnazungumza, mnapiga hadithi, mara unajiona uko kwenye ndege, unaenda Marekani, unaenda wapi, lakini haionyeshi njia ya namna ya kutoka pale ili ufike kwenye hicho kitu unachokiona mara kwa mara. Na maono mara nyingi yanatokea kwa haraka zaidi kuliko ndoto, na sio marefu kama ndoto. Kwa mfano, unaweza ulikuwa unafanya shughuli zako mchana, ili umeenda hapo kitandani, umejiegesha kidogo, ukasikia kwanza kuchoka sana. Ulipojiegesha tu namna hii, wala hujavua viatu wala nguo, ukachukuliwa. Unapochukuliwa unaanza kuona vitu, alafu ni kwa muda mfupi sana, alafu ghafla ukaamka. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo haya yamekuwa yakitokea kwa watu wengi sana, hasa waombaji. Ukiwa muombaji, ukiwa unaomba sana, alafu ukajisikia kulala, usilazimishe kwenda kunawa uso na kuendelea na shughuli zako, maana Mungu anataka kusema na wewe kwa wakati huo. Kwa hiyo pale ulipoomba, unaombea jambo, alafu ukasikia usingizi au kuchoka, nenda kitandani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuambia njoo, nataka tuzungumze. Haleluya. Ukienda pale utashangaa, kama ilikuwa ni saa 4 umechukuliwa na kausingizi kwa haraka hapa. Ulipolala tu saa 4:30 umeamka na uko vizuri, hakuna usingizi tena, na Mungu amekuonyesha kitu ulipoenda kule. Haleluya, haleluya. Haya yanaitwa maono, sio ndoto. Amen. Au ile usiku kabla mjalala, mama alikuwa anapika chakula chake hapo,
amepika mboga, amemaliza, wakati ambandika maji ili asoge ugali, akasikia kama kwa usingizi, akajiegesha, akawa amekaa pale kwenye kochi, akasinzia pale pale. Aliposinzia tu, akaona watu wanamkimbiza mume wake na kisu, alafu ghafla akakurupuka, lakini hakuwa amelala, na alikwenda kuangalia maji akakuta bado hayajachemka. Unaweza kuona kwamba amechukuliwa kwa muda mfupi sana. Sasa watu wanasema usingizi umeniiba, usingizi umeniiba. Utasikia watu wanazungumza usingizi uliniiba. Kumbe pale kuna kitu ambacho Mungu anataka kumuonyesha, yani amemwambia toka mwilini, njoo rohoni haraka, nataka kuonyesha kitu. Anamuonyesha jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huonyeshwi ili uanze kuhuzunika au kulia. Mungu amekuonyesha, labda anataka upangue, anataka uombe ili hilo jambo lisitokee. Haleluya. Okay, aina ya kwanza hii ambayo ni ndoto zinazotoka kwa Mungu, zinakuwa na maelekezo maalum juu ya jambo fulani ambalo Mungu anataka kufanya. Hebu tuangalie kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 na mstari wa 15. Aina ya kwanza ya ndoto ni ndoto inayotoka kwa Mungu. Ayubu sura 33 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Huyafunua masikio. Na hili tunaposoma ule mstari wa 14 ambao kiongozi aliuacha, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Mungu hunena mara moja na pia hunena mara ya pili, ajapoona mtu hajali. Note that. Note hiyo sana. Mungu ananena mara ya kwanza, akiona hujali ananena na mara ya pili. Amen. Ndio maana mtu atakwambia kwamba niliota ndoto fulani alafu imejirudia tena. Maanake Mungu alimuonyesha kitu ambacho anataka akifanye, lakini hajakifanya. Alimpa ujumbe fulani ili aupokee na kuuelewa, hakupokea wala kuuelewa. Kwa hiyo imebidi arudie tena. Maana Mungu hunena mara ya kwanza na mara ya pili anapoona mtu hajali. Sema Roho Mtakatifu nipe neema kujali. Sema tena, Roho Mtakatifu nipe neema kujali. Okay, kwa hiyo kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto ananena wapi? Katika maono. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Hallelujah. So it's doubtless kwamba Mungu anazungumza kwenye ulimwengu wa roho wa mtu kwa njia ya ndoto na kwa njia ya maono. Hizi ni njia mbili ambazo Mungu anazitumia sana. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kwanza ambayo Mungu anaitumia kitaalamu inaitwa primary way. Primary way ni njia ya kwanza, ya awali, ya msingi ambayo Mungu anaitumia kwa wanadamu wote. Awe ameokoka hajaokoka, ataonyeshwa ndoto. Mungu ni mwema kwa wema na waovu. Hiyo ni sifa ambayo Mungu hawezi kutengwa nayo. Lakini njia ya pili inaitwa secondary way or secondary method. Hii njia ya pili hii, kuacha ile ya awali, Mungu anazungumza zaidi kwa maono, lakini hawa ni wale ambao wamepiga hatua za kiroho na kukua kiroho. Na hapo pia kuzungumza kwa kutumia viashiria, ina A na B. Hutumia viashiria pia, ushuhuda wa ndani, yani Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho zetu ndani, lakini pia huzungumza kwa kutumia wajumbe mbalimbali ambao wanaweza kutumika na Mungu, kwa mfano wahubiri, waombaji,
Hizi ni njia ambazo anazitumia kwa mtu ambaye ameshaanza hatua za kiroho, sio mchanga kabisa. Shalom. 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 Lakini pia anaweza kuzungumza kutumia mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama kuna jambo unaliombea na ukawa unaona kuna mazingira ambayo Mungu anakuonyesha, aidha anatumia wanyama kukuonyesha vitu fulani fulani ambavyo vinajirudia, kila mnyama unayemuona anafanya kitendo kile kile, lazima utafakari. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ndoto Mungu anazitumia sana na maono kuzungumza na watu, lakini maono wanapewa zaidi wale ambao wamepiga hatua za kiroho, yani wameanza kwenda level nyingine kiroho. So unajua mtu akiokoka anafanyika kiumbe kipya, anakuwa amezaliwa mara ya pili, amezaliwa kwa roho, kwa hiyo ni roho sasa. Akishazaliwa kwa roho akawa ni roho, Mungu anaanza kuzungumza naye hatua kwa hatua kadiri anavyozidi kuhukulia wokovu. Haleluya. Na Mungu anaonyesha taratibu, anakuonyesha taratibu, haonyeshi vingi visije vikakuchanganya. Ndio maana tuliposoma kwenye baadhi ya vitabu kipindi kilichopita, tuliona Mungu akiuliza unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, hebu angalia tena, tusome hapo kwenye Yeremia ile sura 24 mstari wa kwanza na wa 3. Tuone tena Mungu alipomuuliza Yeremia unaona nini? Kwamba wewe unapoonyeshwa maono au unapoonyeshwa vitu kwenye ulimwengu wako wa roho, je, unaona hicho Mungu anachotaka uone? Unaombea jambo fulani, Mungu anapokujibu hauoni, Mungu anapokujibu hausikii, Mungu akisema na wewe hauoni, Mungu akisema na wewe hausikii, kwa sababu ya kukosa ufahamu wa ulimwengu wa roho. Hebu tusome tena pa Yeremia 24 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, ndio, Bwana akanionyesha na tazama vikapu viwili vya tini. Bwana akanionyesha na tazama, Bwana akanionyesha maono hayo, na tazama vikapu vimewekwa mbele ya hekalu la Bwana. Baada ya Nebukadreza mfalme wa Babeli kumchukua mateka Yekonia mwana wa Yehoyakimu mfalme wa Yuda, na wakuu wa Yuda pamoja na mafundi na wafua chuma kutoka Yerusalemu kuwaleta Babeli. Kikapu kimoja kilikuwa tini nzuri sana kama tini zilizotangulia kuiva, na kikapu cha pili kilikuwa na tini mbovu sana zisizoweza kuliwa kwa kuwa zilikuwa mbovu sana. Amen. Amemuonyesha tini. Yeremia ameonyeshwa nini? Hebu sema Mungu alimuonyesha tini. Na tini nyingine, kikapu kimoja kilikuwa na tini nzuri sana na kikapu kingine kilikuwa na tini mbovu sana. Sasa wewe huwa unaona nini? Sasa fikiria Yeremia ameona hizo tini akaishia tu hapo hapo. Wala sitaki kuelewa maana hizo tini nini. Nilikwambia kuna ndoto ambazo ukiziona hazihitaji kutafsiriwa zaidi ya jinsi zinavyoonekana, lakini kuna nyingine zimejificha kwamba zinahitaji tafsiri ya rohoni. Tuliona kwamba lugha ya rohoni sio kila mtu anaweza kuiongea. Kuna lugha ya rohoni ambayo inazungumzwa na watu wa rohoni, hiyo anaijua mtu wa rohoni. Haleluya. Haleluya. Angalia ule mstari wa 4. Mstari wa 4, neno la Mungu nasema, kisha neno la Bwana likanijia kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kama zilivyo tini hizi nzuri, ndivyo nitakavyoangalia mateka wa Yuda niliowatoa katika mahali hapa, waende mpaka nchi ya Wakaldayo wapate mema. Amen. Kama zilivyo hizo tini nzuri, ndivyo nitakavyowatendea mema watu wangu. Amen. Kumbe zile tini nzuri ilikuwa ni watu kutendewa mema, lakini tini mbovu, ndeleba. Mstari wa 6 naelezea, mstari naendelea nasema, kwa maana nitawatulizia macho yangu wapate mema, nami nitawaingiza katika nchi hii tena, nami nitawajenga wala sitawabomoa, nitawapanda wala sitaang'oa, nami nitawapa moyo wanijue ya kuwa mimi ni Bwana, nao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao, kwa maana utanirudia kwa moyo wao wote. Amen. Twende tena Amosi 7 mstari wa 8. Amosi sura ya 7 ule mstari wa 8, neno la Mungu linasema,
Bwana akaniambia, Amosi, unaona nini? Amosi, unaona nini? Nikasema, naona timazi. Naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli. Sitawapita tena kamwe. Sitawapita tena kamwe. Pointi ya kwanza nauliza, unaona nini? Mungu hunena mara ya kwanza na hata hunena mara ya pili aonapo mtu hajali. Ananena tena. Je, vipi akifunza mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu alafu akaona zote hujajali, itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akinena mara ya kwanza usipojali, akaongea mara ya pili usipojali, fikiria ataendelea kunena?